Karibu sana kwenye channel hii. Nakuletea video hii ambayo inasikitisha sana kuona kwamba mchungaji aliyepewa dhamana na Mungu ya kuchunga Wakristo wake anawatongoza waumini wake, na sio hilo peke yake. Kutokana na roho hiyo kuanzia kwa mchungaji, roho hii imeingia kwa wazee wa kanisa. Mzee wa kanisa naye anamtongoza mama huyo huyo, na mengi ya kuongea, lakini ni jambo la msingi sana nilizungumze hili, kwamba unaweza ukajiona uko salama sana kwenye ndoa yako, mke wako anakupenda sana, mume wako anakupenda sana, lakini usijue ni katika eneo gani umeacha ufa. Ni katika eneo gani umeacha ufa kiasi ambacho mwenzio ameanza kuwa nafikiria kuchepuka. Hujui wanaomtongoza mume wako au wanaomtaka mume wako wanatumia nguvu gani. Hujui wanaomtaka mke wako au mpenzi wako wanatumia nguvu gani. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, kila mwanaume, kila mwanamke aliyomo ndani ya ndoa ajizatiti kuhakikisha kwamba haachi mwanya ambao shetani atautumia kumdhoofisha mtu mpaka achepuke na kwenda nje ya mahusiano yake ya kimsingi. Nina chatting hapa ndefu kidogo ambazo ningependa niwashirikishe, na nitaongelea mambo ya msingi sana hapa. Lakini kabla sijakuletea hizo chatting hapa, ningependa nizungumze hili mwanzoni kabisa hapa. Pale unapokosekana muda wa wewe kukaa na mumeo na mke wako mkaongea, kajadili mambo nyinyi wawili, hakuna TV, hakuna TikTok, unaacha mwanya. Iwapo kuna uzito kati yako na wewe na mume wako wa kutamkiana uso kwa uso, sio kwenye message, neno nakupenda. Biblia imesema kwamba mdomo, kinywa chetu kina nguvu ya kuua au kuponya, lakini watu wengi wameshinda kutumia nguvu aliyoweka mdomoni kwenye maneno yetu Mungu ambaye ameiweka kuweza kuimarisha mahusiano yao. Unakuta mwanamke tu anaanza kumwambia mume wangu nakupenda, mwanaume peke yake ndio anaitikia na mimi nakupenda, I love you too. Lakini kamwe mwanaume haanzishi kumtamkia mke wake kwamba anakupenda au nakumisi, kumwambia nakumisi. Hilo ni la pili. La tatu ambalo napenda kulizungumzia, watu wengi hawapendi kuwekeza sana kwenye tendo la ndoa, wanaona kwamba linatosha. Sasa kutokana na mchatisho huo, utaona kabisa kwamba tendo la ndoa ukilipuuzia litakupeleka kwenye majanga, haijalishi umeokoka au hujaokoka. Biblia inasema kwamba mwili ni dhaifu, roho iradhi. Naomba nianze na mchatisho huu, naomba unisikilize kwa makini, naomba nikuonyeshe kabisa hapa mchatisho huu ulivyo mrefu. Unaweza kuona mchatisho huu ulivyo mrefu, ni mrefu kabisa. Naomba nianze mwanzo nisipoteze wakati kuonyesha mchatisho urefu wake. Naomba nianze na meseji ya kwanza. Huyu mama anaanza: habari daktari, na hongera kwa kazi nzuri. Nahitaji ushauri kutoka kwako. Nimeolewa na umri wangu ni mkubwa, miaka 47, ila kuna kitu kinanikera. Natongozwa na waume za watu, mbaya zaidi mchungaji na hata mzee wa kanisa. Nifanyeje? Nakosa amani. Nikamwambia pole sana dada, haujaolewa? Akasema nimeolewa, ni mimi ni mtu mzima tu na miaka 47. Nikamwambia inavyoelekea wewe ni mzuri wa sura au nakosea? Akasema mimi sijui kama mimi ni mzuri au sio, lakini kama umeniona ni mzuri sawa. Akanitumia picha yake, nimepiga picha ya passport, yuko yeye na mume wake. Kwa kweli ni mzuri kwa sura, sikuona maumbile ya chini, lakini baadaye alija kunitumia picha yake yenye mwili mzima, amevaa kitenge cha kijani, yuko kanisani amesimama, ni mzuri, ana maumbile mazuri. Okay, sasa nasema hivi, shida nilionayo ni kwamba huyu mzee wa kanisa ameanza kunifuatilia kwa muda mrefu sana,
toka mwaka jana mwezi wa 9 hadi sasa ananisumbua, na mimi najizuia kwa kuwa nampenda mume wangu na mume wangu ananipenda sana. Nikamuuliza, unachokiona kidogo kwa wengine ni kikubwa kwa unachokiona kidogo kwako kwa wengine ni kikubwa. Hujajibu swali langu. Je, umewajibuje na wameitikiaje baada ya kuwakatalia? Akasema hivi, wote nimewaambia siko tayari, ila huyu mmoja, yaani huyu mzee wa kanisa, hachoki kunielezea hisia zake alizonazo juu yangu. Nikamuuliza, je, huyo mzee wa kanisa si ana mke? Akasema ndio, ana mke na yuko tunasali pamoja kanisa moja TAG. Nikamwambia hivi, je, mumeo ana kasoro ipi? Hakufikishi kileleni, au anawahi kumaliza alafu hawezi kurudia, hakuandai vizuri, au ana uume mdogo? Akasema mume wangu dokta yuko vizuri tu. Maisha yetu ni ya kati tunayo, ila mzee wa kanisa anatuzidi kipato. Kwa jumla sisi sio tajiri wala maskini, tuna maisha ya kati tu. Dokta, ni miezi 7 ananisumbua, hajachoka kunitafuta. Nikamuuliza swali, unachokipenda kwa mzee wa kanisa ni sura nzuri au maongezi mazuri au uchangamfu wake au nini? Akajibu yeye, dokta, huyu mzee wa kanisa ana sifa zote, muonekano anao pia na fedha anazo za kutosha. Akanitumia picha sasa ya huyo mzee wa kanisa. Nikamwambia hivi, kweli ni handsome, wa kutosha kabisa, na una haki ya kuingia majaribuni kama mwanamke. Je, kwenye mengine niliyouliza unasemaje? Akasema, dokta, wewe nipe ushauri tu, nimekwepa kwingi sana, hapa nahitaji msaada, sipendi kumsaliti mume wangu, ananipenda sana. Nikamuuliza swali, wewe na mumeo mnafanya mapenzi mara ngapi kwa wiki? Akajibu, kutokana na kazi zake ni mara 3 kwa wiki, haizidi hapo. Nikamwambia, samahani dada, nakuuliza maswali mengi maana nataka nipate mzizi wa wewe kuanza kuwa na hisia na huyu handsome boy, kwenye mabano mzee wa kanisa. Je, na mumeo mkianza kufanya mapenzi hadi mnamaliza kwa wastani inachukua muda gani? Akasema hivi, kwa wastani inachukua nusu saa pamoja na maandalizi. Nikamuuliza swali, je, mumeo anao uwezo wa kurudia tendo mara 2 au mara 3? Akasema, dokta, kwa sasa hawezi kurudia, yaani ni mara 1 tu. Umri wa mume wangu ni miaka 53. Nikamuuliza hivi, je, toka uolewe mumeo hajawahi kuchepuka? Akajibu swali, hajawahi nionyesha kama anachepuka. Nikamuuliza, je, wewe hujawahi kuchepuka? Akasema, kabisa sijawahi kuchepuka, nimeokoka kweli kweli, lakini sasa hapa nimekuwa dhaifu, naona kushindwa, naomba msaada wako. Akasema hivi, dokta, huyu mzee wa kanisa ana umri wa miaka 45, mimi na umri wa miaka 47, lakini hanielewi kuhusu kumzidi umri. Nikamwambia, sasa hapo unapaswa upate video za kumnogesha mumeo aweze kurudia, na isiwe nusu saa, maana hiyo ndo itazuia nguvu ya wewe kuona haja ya kutiana na huyo handsome boy. Kwa maana sasa hivi umekuwa dhaifu kwa kuwa bado kuna mabaki ya nyege ambayo mume wako anakuachia. Nyege hizo ndizo ambazo zimekuzoofisha, na sasa hivi uko ukingoni, unakaribia kurukia kwa mchepuko. Akasema sawa. Nikamtumia video moja kama ofa inayoonyesha jinsi ya kumnyonya mwanaume dudu lake sawa sawa. Nikamuuliza swali, je, hili unaliweza la kumnyonya mwanaume? Akasema, dokta, hilo tunakatazwa kanisani. Kwenye semina za kanisani tunaambiwa kunyonya ni dhambi. Kanisa ni mambo ya kiroho kabisa, niko TAG, Tanzania Assemblies of God. Yaani hilo dokta, hatulifanyi, naomba tu nisaidie. Akasema, nina huduma kanisani, mimi ni mtumishi kabisa kanisani na cheo kabisa kizuri kanisani, sipendi kukitaji cheo chake, lakini amezungumza hayo. Nikamwambia hivi, kumbe kweli uko katika majaribu makubwa kutokana na cheo ulichonacho kanisani kwenu.
Ni kweli kutokana na picha ulionitumia ambayo ni full size, unaonekana wewe ni mzuri, na huo urefu ulionao na rangi ya ngozi yako unachangia kuwa na mvuto mkubwa. Manake mwanaume akikuona huo urefu wako, anaona kwamba akikukumbatia unaenea vizuri kifuani mwake. Akasema, dokta, naomba unisaidie, maana nimetoka mbali sana na mume wangu, sitaki kumsaliti, nimetoka naye mbali sana, naomba Mungu anisaidie. Hata siku moja dokta, sitaki kumsaliti mume wangu. Akasema, dokta, hilo swala la kumnyonya mwanaume uume kanisani wanakataza kwenye semina za ndoa. Hivi nikamuuliza, hivi kweli huo unafikaga kileleni wewe mara kwa mara unapofanya mapenzi na mumeo? Akasema, huwa anafika, ananiandaa vizuri tu, ila sio siku zote. Nikamuuliza, katika mara 3 kwa wiki unafika kileleni mara moja tu au ni zaidi? Akasema, dokta, ndio hivyo, ni mara moja, au mara nyingine inaweza wiki nzima nisifike, lakini wiki ijayo nikafika. Nikamwambia hivi, ndo hapo sasa mumeo ameacha mwanya, ndo maana handsome boy anakupa mawazo. Akasema, dokta, nilikuwa mgumu sana alipoanza kunitafuta huyu mzee wa kanisa, lakini sasa hivi nimelegea hadi nikaona niombe ushauri wako. Nikamwambia hivi, kwa kweli ndio maana Biblia inasema mpingeni shetani na yeye atawakimbia. Kunahitajika nguvu kidogo, maana mwili ni dhaifu, roho iradhi. Ndio maana Yesu akasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Kwa hiyo kanisani mmekatazwa kunyonyana kabisa? Akasema, ndio dokta, yaani haturuhusiwi kabisa, lakini pamoja na hayo kila mtu ana akili kichwani mwake. Nikamwambia, sasa ina maana kuitwa mwili mmoja maana yake nini? Akasema, ndio hivyo dokta, ndio anafundishwa kanisani. Na maanisha sio kila fundisho kanisani ni la kufanyia kazi. Akasema hivyo huyu mwanamke. Ndio nikamwambia hivyo, hapo sasa ndio maana naye mchungaji wako wa kanisa na mzee wake wa kanisa wanapanga foleni kukutaka wewe. Yeye akajibu, yaani dokta, ni jaribu kubwa, huwa nawaza kuhama kanisa, lakini familia ipo hapo, nitaiambiaje familia? Na wapo warembo wengi kanisani, wakubwa kwa wadogo. Nikamwambia hivi, sasa hivi anza kuwa mkali kwa mzee wa kanisa na mchungaji wake, waambie hiyo ni dhambi mbele za Mungu, na wakiendelea kukufuatafuata waambie utamshirikisha mume wako. Yeye akajibu, dokta, mimi niliwaza hayo, ila nataka tusiachane kwa ugomvi, maana tunasali pamoja, ni wapendwa. Nikamwambia hivi, sio kuachana kwa ugomvi, yaani sasa hivi mwambie aache kuwasiliana na wewe, la sivyo utalazimika kuomba msaada kwa mumeo. Akasema, sawa dokta, nitakupa mrejesho. Meseji yake ya mwisho hiyo hapo, kama utaweza kuiona meseji yake ya mwisho hiyo hapa, anasema sawa, nitakupa mrejesho. Sasa haya ni mambo ambayo yanazungumza hapa, lakini watu wanayachukulia kwamba ni ya kawaida sana, lakini ni kutokana na meseji hiyo sio ya kawaida. Mwanamke anapaswa ajue kumwandaa mwanaume vizuri. Mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake. Mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake. Wewe unayejua mambo manne humtendei haki. Na nikipenda kulizungumza hili vile vile, mwanaume anaishia goli moja, hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Ndio maana mzee wa kanisa na mchungaji wanataka kuchepuka kwa wake zao, wanaishia goli moja. Lakini kutokana na kesi ambazo nimekutana nazo toka nimeanza kazi hii miaka 20 iliyopita, ikifika mwezi Septemba mwaka huu 26 ni miaka 20 ya kazi hii ya kliniki ya afya mapenzi. Wanaume wengi wanasema kwamba nikienda nje ya ndoa na piga goli 2 au 3 au 4. Nikupe story ya kweli. Baba huyo alikuja ofisini kwangu kuchukua dawa ya nguvu za kiume, na aliniletea kesi hii. Akasema, dokta,
Nilikuwa nimezoea kwamba nikitoka kwa mke wangu nikienda nje ya ndoa napiga goli 2 au 3 au 4, lakini sasa hivi hata kwa mchepuko napiga goli 1. Nikafikiria mke wangu ameniloga, nilimpiga mke wangu, kumbe hakuniloga. Ndio nikamwelewesha kwa nini hata kwa mchepuko sasa hivi imebakia kwenye raundi 1. Alianza alipiga goli 3 lakini 4, lakini sasa hivi imefikia goli 1 kwa mchepuko na kwenyewe. Sasa hizo ni kesi ambazo nimekutana kwa wanaume ambao wamekuja ofisini kwangu na kusema kwamba wakienda nje ya ndoa wanafika magoli 2 au 3 bila shida. Sasa nipenda kuzungumza hili. Mwanaume anaishia goli 1, hajamaliza nyege zake, kuna kuwepo na mabaki. Na mwanamke naye anayepizishwa mara moja anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa, kuna mabaki ya hamu ya tendo la ndoa. Kwenye sexology au sayansi ya tendo la ndoa ambayo nimeisomea mimi, kitu hicho kinaitwa sexual energy, au kwa Kiingereza, kwa Kiswahili wanaita nishati ya tendo la ndoa. Kama vile simu inapokuwa imejaa 100%, unaweza kupigia watu 10 ikapungua chaji, lakini bado itakuwepo chaji. Sasa kadhalika kwa mumeo, kwa mke wako, mwanamke ambaye unashindwa kumsaidia mwanaume asimamishe mara ya 2, ya 3 au ya 4, usikubaliane na mwanaume anayesema kwamba bwana, mimi nimezoea kumwishia goli 1. Usikubaliane naye, sio kweli. Akienda nje atapiga goli 2 au 3. Sawa. Kwa hiyo kuna video zaidi ya 60 kwa wanawake sasa hivi, video zaidi ya 60 ambazo zitakusaidia kumsaidia mwanaume aweze kurudia mara ya 2, ya 3 au ya 4. Kuna mambo mengi ambayo wanajaribu kufanya utafiti kuongezea madoido mbalimbali ya kutumia, kwa sababu kwa uhusiano wa muda mrefu kuna ile hali ya kuchokana inakuja kama mna mambo machache. Mkiwa na mambo machache, mwenzio atakuchoka kwa urahisi sana, unakuwa huna jipya. Hebu fikiria message hii ambayo imeingia leo vile vile kutoka kwa mwanamke ambaye nilishawahi kumtumia video. Ngoja kusoma kutafutia message hii. Anasema ngoja kutumia message hii. Anasema hivi, sikiliza dokta. Sasa hivi, dokta, unaokoa ndoa nyingi sana. Mimi mume wangu toko umenitumia zile video, amekuwa anafurahia tendo la ndoa sana sana. Hata nafasi ya kupumzika siku 2 haipo. Dokta, ni jambo la msingi. Sasa hivi amepata kazi mbali na mimi. Alinisumbua huko nyuma, huko mbali alikuwa na michepuko, lakini sasa hivi yuko tayari kuendesha gari usiku kucha aje alale kwangu. Dokta, amegundua kwamba anachofanyiwa ni bora zaidi ninachofanyia mimi kuliko anavyofanyiwa huko nje. Nimefuatilia video zako, hakuna kitu ambacho sasa hivi siwezi kukifanya. Dokta, kwa kweli endelea kutafutia madini mapya. Huo ni mchatisho na mwanamke mwingine. Unaweza kuona hapa, okay. Anyway, yeah, that's right. Naona huu ni mchatisho na huyu mwanamke mwingine. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinawezekana kabisa kusababisha mtu akupendelee wewe. Kama umekuwa ni mfuatiliaji mzuri wa channel hii, nasema mnapofanya mapenzi kwa muda mrefu, ule msuguano wa ngozi kati yako na mwenzio unasababisha kichocheo kinachoitwa oxytocin kutoka kwa wingi sana. Kichocheo hiki cha oxytocin kinasababisha umpendelee uliyemzoea kuliko yule ambaye hujamzoea. Hajalishi ana uzuri au hana uzuri, lakini hii ni dawa peke yake. Sasa uzuri sasa wa kichocheo hiki cha oxytocin kina uwezo wa kuzuia kichocheo ambacho kinamsukuma mtu aende kwenye mchepuko kinachoitwa dopamine. Kichocheo cha dopamine kinapendelea vitu vipya. Sasa iwapo amfanye tendo la ndoa mara kwa mara, amfanye tendo la ndoa kwa muda mrefu, kwa hiyo kichocheo cha oxytocin kinakuwa kidogo, kwa hiyo kichocheo cha dopamine kinakuwa na nguvu zaidi. Ndio ambacho huyu dada kinasababisha amekuwa dhaifu, anasema yuko tayari kufanya mapenzi na mzee wa kanisa, mpaka anakuja kuomba ushauri kwangu, manake ni hatua ya mwisho. Sasa sijui kama atafuata ushauri wangu au vipi, lakini ningependa nizungumza kwamba ndoa yako iko hatarini. Usibweteke. Hakikisha kwamba kuna hali ya kugaragazana ya kutosha. Mwanaume akijua maeneo 17 ya mke wake na mwanamke akijua maeneo 14 ya mume wake, hii hali ya kugaragazana inamaliza ile nishati ya tendo la ndoa au sexual energy. Ikimalizika, mtu atamkumbatia mwenzie kwa amani yote. Kinyume na hapo,
napenda nikwambie, umeokoka hujaokoka, una dini hauna dini, mwili wako ni dhaifu, unahitaji hii sayansi. Na video zaidi ya 60 kwa ajili ya mwanamke na mwanaume, naye ziko 50 na zinakaribia kwenye 60. Nimeongezea juzi zile video za mapenzi, kufanya mapenzi kwa watu wanene, hizo nimeongezea juzi, kwa hiyo zimeongeza idadi. Lakini vile vile kuna mikao mingine mipya ambayo nimeongezea vile vile. Kwa hiyo agizia video hizo na maelekezo nayaweka hapo chini. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana subscribe. Bofya na ile kengele pale. Sawa, kushoto kwako, bofya ile kengele. Click maneno yale yameandikwa all, ili kila video nitakayoweka upate taarifa haraka sana. Kuna video 2 zinakuja. Video inayokuja nyingine ni kisimi kina nafasi gani kwenye tendo la ndoa. Kuna watu ambao visimi vyao vimepungua ukubwa kutokana na kujichua, au kuna wengine kutokana na madawa yale ya uzazi wa majira. Kisimi kimepungua, kinaleta madhara kwenye utamu wa tendo la ndoa. Kwa hiyo hiyo ni video nyingine inakuja, kwa hiyo usikose, subscribe. Lakini vile vile kuna mambo mengine ambayo nitayazungumzia hapo. Subscribe, share, like, and God bless you.